Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi kwa mwezi huu wa Oktoba 2025, mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Nakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi. Leo ni Oktoba 20. Kabla hatujalianza somo zuri siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako, tu wa dhambi, tusiostahili kuliita jina lako, lakini tunakushukuru kwa sababu bado umeturehemu. Nasi kwa kutambua uovu wetu, tunakuja miguuni pako kwa unyenyekevu, tukiomba ukasfute makosa yetu, ukasafishe mioyo yetu, ukatakase nia yetu. Tembea nasi tunapojifunza mada hii, ukatusaidie tuelewe haya tujifunzayo. Zaidi sana baada ya kujifunza somo hili, katusaidie tukaishi kulingana na kile ambacho umetufundisha. Si hivyo tu, bali tutakapoendelea na shughuli zetu mbalimbali, Mungu wa mbinguni, tembea na kila mmoja, ukamfanikishe, ukambariki, ukamlinde sasa na mapenzi yako. Ndilo ombi letu tukiamini utatenda katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema wasilisha kitu bora. Imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 1 aya ya 36. Neno la Mungu linasema, akamtazama Yesu akitembea akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu. Kuwafikia watu pale walipo na bila kujali nafasi au hali zao, na kuwasaidia katika kila njia iwezekanayo. Hii ndiyo huduma ya kweli. Kwa juhudi ya namna hiyo tunaweza kuigusa mioyo ya watu na kufungua mlango wa njia ya kuzifikia roho zinazoangamia. Katika kazi yako yote kumbuka kwamba umeunganishwa pamoja na Yesu, sehemu ya mpango mkuu wa ukombozi. Upendo wa Yesu katika kuponya, mkondo uletao uzima, lazima utiririke kupitia maisha yako. Unapotafuta kuwavuta wengine wanaoweza kufikiwa na upendo wake, ruhusu usafi wa maneno yako, manufaa ya huduma yako, uzuri wa mwenendo wako vitoe ushahidi wa uweza wa neema yake. Mwakilishe Yesu kwa ulimwengu kwa usafi na kwa haki, ili watu waweze kumwona katika uzuri wake. Haisaidii sana kujaribu kuwabadilisha wengine kwa kushambulia kile tunachoweza kukichukulia kuwa mazoea mabaya. Juhudi hizo mara nyingi huishia katika kudhuru zaidi kuliko kusaidia. Katika mazungumzo yake na mwanamke Msamaria, badala ya kukisema vibaya kisima cha Yakobo, Yesu aliwasilisha jambo jema zaidi. Alisema, kama ungaliijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 4 aya 10. Aliyaelekeza mazungumzo kwenye hazina aliyotaka kuitoa, akimpatia mwanamke kitu bora zaidi kuliko alichokuwa nacho, yaani maji ya uzima, furaha na tumaini la Injili. Hiki ni kielelezo cha namna ambavyo tunapaswa kufanya kazi. Lazima tuwapatie watu kitu kilicho bora zaidi ya kile walichonacho, yaani amani ya Yesu ipitayo ufahamu wote. Lazima tuwaambie juu ya sheria takatifu ya Mungu,
nakala ya tabia yake na onesho la vile ambavyo anatamani wawe. Waoneshe jinsi utukufu wa mbinguni usioharibika ulivyo mkuu kuliko furaha na anasa za kitambo. Waambie juu ya uhuru na pumziko lipatikanalo katika Mwokozi. Yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, alitangaza. Mwinue Yesu juu ukitangaza, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana Mtakatifu sura ile ya 1 aya 29. Yeye peke yake anaweza kutosheleza shauku kuu ya moyo na kuipatia nafsi amani. Miongoni mwa watu wote ulimwenguni, wana matengenezo wanapaswa kuwa watu walioushinda ubinafsi, wema zaidi na wenye staha zaidi. Katika maisha yao kunapaswa kuonekana wema wa kweli wa matendo yasiyo na ubinafsi. Wanafunzi wa Yesu wanapaswa kuonesha roho ambayo inatawala mbinguni. Watendakazi wanyenyekevu katika kushirikiana na Kristo wanaweza kugusa kodi ambazo mvumo wake utasikika mpaka mwisho wa dunia na kutoa wimbo mzuri katika zama zote za umilele. The Ministry of Healing, ukurasa wa 156 hadi 159. Hili ni somo kwa ajili ya Oktoba 20 mwaka wa 2025, mada ikisema wasilisha kitu bora. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Kuna mji wa ajabu ndani yake, panashangaza uzuri wa mji huo, sijawahi uona. Kuna mji wa ajabu ndani yake, panashangaza uzuri wa mji huo, sijawahi uona. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele. Mji huo ni mraba, milango yake ni ya lulu. Misingi ya mji huo ni vito vya thamani. Mji huo ni mraba, milango yake ni ya lulu. Misingi ya mji huo ni vito vya thamani. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza.
dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele. Mimi nawe twaalikwa tuingie rahani mwake, na tuache dhambi zetu, tuingie pale. Mimi nawe twaalikwa tuingie rahani mwake, na tuache dhambi zetu, tuingie pale. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza. Tutaishi milele. Njia zake dhahabu, bahari kioo, Mwana-Kondoo nuru, hapana giza.